Sawa. Niwakaribisha tena kwenye awamu hii ya pili ya mkutano huu wa waandishi wa habari kuelekea mchezo wa kesho. Mchezo kati ya Simba Sports Club na TRA United, mchezo unachezwa kesho katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel kuanzia majira saa 1 kamili za usiku, na tayari kikosi cha TRA United akiwakilishwa na mwalimu mkuu Etienne Nderegije wapo hapa kuzungumza nasi maandalizi ya kikosi cha TRA United kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Mwalimu, karibu sana. Watanzania wanatamani kusikia maandalizi ya kikosi chako cha TR United kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba, kilinganisha matokeo mliotoka kuyapata wale mchezo wenu wa mwisho, lakini pia matokeo ya Simba kwenye mchezo wao wa mwisho. Cha kwanza ni kushukuru Mungu, tumesafiri, tumefika salama. Afu pia ni jana tulipata na fursa ya kufanya mazoezi ya kwanza kama recovery, kuangalia nani hajaumia wala nani kwa tayari. Nashukuru Mungu kwa kuwa wote wamefika salama na hakuna shida yote. Kwa hiyo tuna imani kuwa kikosi chetu kitatupatia kile ambacho tunahitaji kupata kutoka kwao. Sawa. Nikaribishe maswali matatu kwa mwalimu. Sawa, karibu. Kweli ni morale, japo sijajua morale gani umeongelea, lakini chenye nafahamu ni mechi kwenye ligi, ni vijana wanatambua umuhimu wa pointi 3. Tuko kwenye ligi, tunahitaji kuwa juu zaidi pale tulipo kwa sasa. Kwa hiyo ni kama nimesema, ni ukiangalia na performance ya last time, tunahitaji tena kuwa bora zaidi, kwa sababu moja ya malengo yetu ni kuwa bora kuliko tulikuwa last time. Kwa hiyo tuna nafasi nyingine kubwa ya kuweza kuprove au kwenda juu zaidi kuliko tulishia last time. Swali la pili. Mwalimu, kwema. Kesho unaenda kucheza na Simba Sports Club. Tunategemea kuna mabadiliko yoyote ya kiuchezaji hata mbili, na jua Simba Sports Club wametoka kupata sare kwenye mchezo wa dhidi ya Pamba Sports Club. Kesho wanaenda kutafuta alama tatu kwa wale. Yeah, of course, lazima pakuwe tofauti kwa sababu Simba ni Simba, quality yao ni quality yao, na kuna mpango maalum kwa ajili yao. Kwa hiyo ni hatuwezi compare na zingine mechi. Tumejiandaa tukijua ubora wao, tukijua wapi tunaweza tukajaribu kuwapata. Kwa hiyo tumejiandaa na mpango maalum kuhusu hiyo mechi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Sawa, swali la tatu na la mwisho. Mwalimu, kwanza nikupongeze kwa mchezo uliopita, umepata alama moja, na pia nakupongeza kikosi chako kulingana na game plan ambayo ulipanda nayo. Umeona kuna moments zilitokea, ukaona transition nzuri sana kwenye defend attack na kutengeneza nafasi kadhaa kubwa, lakini kufanikiwa kubadilisha mchezo kwa mabao. Kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba, tutegemee kuwa na approach ile, maana tunakuwa bora sana kwa mchezo uliopita kwenye transition, mostly post transition. Ila ni sijakubaliana na wewe. Nafikiri ungenipa pole kuliko hongera, kwa sababu nafikiri tulistahili pointi 3. Asante. Kwa hiyo ila tunashukuru Mungu, kwa hiyo Mungu ametujalia. Kwa hiyo ni yes, kama umesema mpira ni hivyo, kuna transition zote zipo lakini pia ni tusisahau kama tulikuwa bora pia kujilinda, kwa sababu ukicheza na hizi timu kubwa kuna lazima make sure kama ulinzi uko sawa na uweza kushambulia, na pia utafute kuwa either clinical, ukipata nafasi na uweze kuitumia. Na imani kuwa imetujenga, kuna experience tumepata kutokea kwa last game kama kisi nimesema. Kwa hiyo tunahitaji kuwa bora kuliko tulikuwa last time. Sawa, nikaribishe. Karibu. Ugumu ni nilisema kama gisi nikikutana na zingine timu, nadhani hakuna utofauti, ni 11 kwa 11. Mipango ni ile, sema tu tofauti ni
mashabiki wala the pressure inakuwa, lakini kwa wachezaji ninao wana hiyo experience na wengine wako wanaendelea kuzoea, na ni moja ya jukumu letu ku make sure kama wanapata hiyo kujua ku handle the pressure. Ya sema tu hiyo, nasema kucheza back to back ni vizuri kwa sababu ina raise concentration na pia na performance wanaendelea kutumika vizuri kwetu. Kwa upande wangu nahisi naona kama ni kitu kizuri, kwa sababu nikiangalia even approach ya mazoezi, approach ya gisi wanakuja, mtikio ni mzuri sana kwa vijana. Kwa hiyo na imani kama kwangu najua ina boost kujiamini na boost performance ya timu yangu. Labda mwalimu, tutegemee mabadiliko ya kimbinu kuelekea mchezo uliopita na mchezo huu unaokwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club, kulingana na quality ya wachezaji waliokuwa nao, na umediriki kusema kwamba ilibaki tu clinic katika eneo lako la juu kuweza kuchukua alama zote 3 na umestahili kupata alama zote 5. Je, mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club tutegemee kuna tactical adjustment kuelekea katika eneo hilo la ushambuliaji na kuweza kubadilisha nafasi hizo kwa magoli? Yeah, kama kisi nimesema approach ni tofauti, kwa sababu wachezaji wako wa Simba sio wa Yanga, ni hata walimu mbinu ni tofauti. Kwa hiyo ni approach iko tofauti sana, lakini tulijiadjust na imani kuwa tutakuwa kama kisi nimesema tumepata experience kilichotokea last time, kwa sababu create nafasi kama zile ni kazi kubwa. Kwa hiyo nao inabaki kumalizia na imani kuwa tutakuwa bora zaidi. Nikushukuru sana mwalimu. Asante. Sawa. Na alikuwa ni kocha mkuu wa kikosi cha TR United.